Limeinuliwa neno lake dadi, limetukuka neno lake na limeabudiwa milele. Siku zote tunapolikimbilia neno hili linapata ushindi wa ajabu sana. Tunashukuru sana, asubuhi njema kabisa, kumekucha, kumepambazuka, Mungu ametusaidia. Kama licha kuwa pengine usiku wako ujekuwa mwema, umekuwa na bugudha hapa na pale, changamoto, lakini kunapokucha asubuhi hii tunakuwa hapa kuanzia saa 10 hadi saa 12 asubuhi kuhakikisha siku yako ni bora, nzuri, tena tumeitangaza na kuiweka angani ili Bwana atende mema. Tena tunapoteka anga tunasema Mungu ainuliwe na atukuke na abudiwe milele. Asante kabisa, popote ulipo duniani tunasema karibu ndani ya Radio Fortune Africa. Kipindi ni Kisima cha Matumaini, ukiwa nami hapa Matthew Ndeva, nikiwa na wadha wako wa kipindi hiki. Ametenda mema tena makubwa kabisa, na tunashukuru tunapoenda kwa nukuu ya matumaini kwa njia iliyo bora tena ya kupendeza. Ukomavu unapatikana vipi? Ukomavu unapatikana kwa sababu mtu huyu amekuwa katika sehemu hiyo kwa muda mrefu na amekuwa na ujuzi wa kufanya kazi hiyo kwa muda, basi anakuwa ni mkomavu. Yaani mtu huyu amekomaa katika hali ya kazi, hali ya maisha, amekomaa ndani ya ndoa, amekomaa kuwa mtu mzima. Ndio ukomavu unapoingia. Na siku zote, je, wewe unaweza kuwa na hali ya kukomavu? Maana katika sehemu za matumaini na kuwa na matumaini ya kesho, lazima uwe umekomaa na kuwa mkomavu katika hali ya maisha ya kila siku. Umekomaa kuwa Mkristo, umekomaa, una ukomavu wa kufanya kazi na uzoefu wa kila siku. Uwe ni mtu mkomavu. Kufanikiwa kunakuja vipi? Kufanikiwa kunakuja kwa mtu aliye na bidii, na bidii inakuja na mtu aliye mkomavu, maana anajua kazi aliyopewa anaifanya kwa bidii, akijua hapa ndipo pana riziki yangu ya kila siku. Ombi yangu katika nukuu ya matumaini asubuhi njema kabisa, katika bidii ulionayo, Bwana akufanye kuwa mkomavu siku zote. Aifanye ukomavu kukaa ndani yako siku zote. Uwe mtu ambaye unafahamu kwamba uendako kesho kunahitaji watu walio na ujuzi katika sehemu ya kazi wanaifanya. Kufanya kazi na kufanikiwa katika bidii yako kutakupa kujiimarisha na kuwa mtu aliyo na ufahamu, kujiboresha na kuwa mtu ambaye anafahamu akitendacho, anafahamu kile anachokifanya, anafahamu aendako kuna kufanikiwa, anafahamu kuna ushindi. Huleta mafanikio ni kwa sababu mtu huyu amejituma na kufahamu kile anachokifanya. Je, wewe una mbunifu? Je, wewe ni mbunifu na unaweza fanya vitu katika njia ya kiubunifu? Je, unaweza fanya vitu vipya, kuvilete kuwa vipya kwa macho ya watu? Wamevizoea kutoka kitambo, lakini kwa sasa, je, unaweza kuwa mbunifu? Mtu mkomavu ni mtu mbunifu, maana anajua kile anachofanya kinaweza leta matokeo mazuri kwa ajili ya kesho yake. Natamani Mungu akusaidie kuwa mbunifu, kufanya vitu ya ubunifu, ili wakati unapokuja mbele matukio yake yatakuwa mazuri tena ya kupendeza. Je, wewe ni mtu uliye na marafiki? Je, marafiki zako ni kina nani? Siku zote katika maisha kila siku tunakutia moyo na pia tunakuathirisha na watu wengine. Kuna marafiki watakaoingia katika maisha ili tu wapokee kitu toka kwako na mwisho waondoke. Na kuna marafiki ambao wakiingia katika maisha yako watakufanya uboreke na katika hali ya ukomavu upokee baraka za kila siku. Kuna wengine wamekuja kwa sababu ya kuvichukua tu vitu ulivyo navyo, na wengine wamekuja kuviharibu vile ambavyo umetokea jasho na kuviunda kwa muda mrefu. Siku zote waangalie marafiki ulionao. Je, ni watu wa namna gani? Ni watu walio na tabia za namna gani? Ili unaposonga mbele na kufanya kazi yako inakuwa nyepesi. Siku zote komboa wakati. Muda ni kitu cha maana sana. Wakati ni kitu cha maana sana. Ikiwa utapoteza muda na wakati kama sasa, una muda mzuri na wakati mzuri wa kufanya vitu, lakini umepotea katika vitu vingine ambavyo huwezi komboa muda, wakati utakapofika utakapolipuka na kuangalia muda umesonga, tayari vitu vitakuwa vimekwenda. Naomba Mungu akusaidie katika safari zako siku zote. Katika nukuu ya matumaini, linda muda, tunza muda, kuwa mtu ambao unajua muda nilionao unasonga haraka sana, muda nilionao unakimbia mbio sana. Kitakachonisaidia katika muda huu na kuulinda ni kwa sababu natamani kufanikisha vitu vyangu, kufanikisha ndoto yangu, kufanya hatima yangu ikabarikiwe, kufanya vitu vyangu vikainuliwe. Ni jambo la maana sana. So katika nukuu ya matumaini tulikuwa tunaulizana, je, wewe ni mkomavu? Na kama wewe ni mkomavu, je, unajua mafanikio yako yanaweza toka wapi? Na kama unayajua, je,
Una bidii ya kulinda na kufanya mambo haya kuwa mepesi? Je, juhudi ulizonazo na kujiboresha kunaweza fanya kuwa uwe mtu ambaye una ubunifu na kufanya vitu ambavyo havijaifanywa na mtu mwingine kwa njia iliyo bora tena kuendelea. Kesho yako ni bora tena ni nzuri. Ikiwa una afya, unaweza simama, unaweza tembea, naamini kesho yako imeboreka tena imeinuliwa. Jilete karibu na marafiki watakayefanya vitu vyako na ndoto yako kutimia na kuwa nzuri. Siku zote utabarikiwa. Ni Mathew Ndeva ndani ya Radio Fortune Africa, nukuu ya matumaini. Nasema hivi, asante kwa wale ambao wanatuombea na wale ambao wanajitolea kusimama na kituo hiki kifedha, kimali. Mungu awabariki sana. Mnapotuona hewani hivi ni gharama na tunahitaji watu walio na moyo wa kusimama nasi. Pia tunatamani kufika FM, natamani kuwa na transmitter nzuri itakayoweza peperusha matangazo yetu na kufikia wengi. Hivyo tunasema hivi, tumia nambari hii kutuma ulichonacho kichache na Bwana atakubariki sana. 45 61 468 ndio TIN namba ya Radio Fortune Africa. Barikiwa na uwe na siku iliyobarikiwa tena iliyoniuliwa. Asante na kwaheri.